Disemba hii imekuwa Disemba ya Dula Makabila. Matukio mawili mfululizo nimeshuhudia. Tulikuwepo pale kwa brother yetu na ukafanya yako, ukaamua kumtuza na umefika hapa tena kwa upendo, umefanya makubwa. Sijajua siri ya hii ni nini, labda unaweza kuniambia kwa ufupi tu Dula. Kawina, Best King, Aklam, hawa ni familia yangu. Mimi kawaida yangu unaweza kuwa rafiki yangu, lakini kwenye matukio yako muhimu usiponikumbuka mimi mwenyewe nakuwa kuna nafasi sikuweki. Watu wengi tunakutana nao nasitukia tu fulani kaoa, fulani kamtoa mtoto kafanya nini. Kwa hiyo inakuaga, of course inakuaga inanikata. Ila ukiwa mwanangu, ukiwa kwenye matukio yako pia unanikumbuka, mimi lazima nikuweke kama familia yangu. Kwa Best King ni rafiki yangu, Kawina rafiki yangu. Waliponialika wote, jambo lao ni tarehe moja, ndio nilichokifanya. Nikaandaa suti ya pinki, nikaandaa suti nyeusi, nikaanza kwa Best King. Nimemaliza kwa Best King, sasa hivi nimekuja kwa Kawina. Nimemwaga hela huku, nimemwaga hela huku, huku sijaimba ila huku nimeimba, huku nilikosa nafasi. Ratiba kidogo ilikuwa tight. Moja ya kauli ambazo ulikuwa unazitoa pale ndani ni mimi sasa hivi ni tajiri. Kauli hii inakuwa na utata sana kwa sababu aina muziki unaofanya, lakini pia the way ambavyo umekaa kwenye game, hatukukuzoea kuongea kauli kama hizi kwenye kadamnasi. Kuna nini ambacho kinaendelea Dula kwa ambao wanakutazama hapa? Kwenye muziki kuna kuimba, kwa maana kufanya kazi, alafu kuna kuwa kwenye system ya hela. Mimi kazi nimeshafanya sana, kwa hiyo nipo kwenye system ya hela. Hata ukitoa mimi kutoa nyimbo au chochote, na watu ambao wakisema bwana na shida milioni 200 napata, na shida milioni 20 napata, milioni 10 30 napata. Kwa hiyo nimeshatengeneza hiyo kitu. Kwa hiyo usishindane na mimi kwenye michezo ya hela, yani tushindane tu video YouTube uko wapi sawa, lakini kwenye masuala yote yanayohusiana na hela usinishindalishe na mtu yote wa Singeli. Okay. Unakuwa ukijamini sana kwenye mic kutaja neno ushirikina sana Dula. Hii huaga unatania au ni very serious mpaka leo? Kama uliwahi kuuguza utakuwa shahidi wa hili. Unaweza kumuuguza mtu, kuna kipindi nafika madaktari wanasema kwa huduma tulizompa, operation tulizofanya, huyu mtu mjaribuni upande wa pili labda anaweza kapona. Upande wa pili hawamaanishi nyuma ya mjengo, wanamaanisha kwa mtaalamu, kwa maana mganga. Sio, unaelewa? Na kama hata Mtume Muhammad pia aliwahi kulogwa na uchawi kukubali. Kwa hiyo kama muamini basi, lakini mimi ni yangu iko hivyo. Neno mjengo umelitaja hapa, ina maana kuna kinaendelea nini kwenye masuala ya mijengo, kwa sababu ukianza kutaja kauli kama hizo jua kinachofuata ni kikubwa sana Dula. Of course kweli siwezi kuwa napata hela alafu nisifanye vitu ambavyo vitakuja kunifanya baadaye niwe proud na muziki wangu. Kwa hiyo sasa hivi tuko na magari kama hivyo, tunasumbua vijana, lakini kujenga pia tunaendelea kujenga. Okay, labda ndoto ya nyumba ambayo unataka kujenga Dula, pengine anayekufuatilia hapa, kwa sababu nafahamu Dar es Salaam nzima na Tanzania nzima inakutazama hapa kwa jicho kubwa sana. Unavyotaja neno nyumba, ni kwamba ndoto yako ni nyumba ya namna gani? Japo umeshaanza kuitengeneza nyumba kubwa tu, lakini kwanza usiku nimetimiza kwanza moja ya ndoto yangu. Nilikuwa nataka kumiliki BMW. Ninayo pale mipaki ya kufunuka juu. Nikitaka unaniona, nikitaka najificha. Kwa hiyo iko pale. After hapo mwingine atafuata. Hatuwezi kutoa matukio yote dabu tikapima ukimwi, nyumba, gari, babangu. Kwa hiyo tunafanya kimoja. Okay, familia inaonekana ni familia fulani yenye baraka sana kwa sababu wote na dadako ni mastaa. Labda neno moja kwa ambao wanatazama wanatamani kuwa mfano kama nyinyi mnavyofanya kwenye game hii. Of course sisi kweli ni mastaa. Ingawa tumehaso sana mimi na sister yangu, na hakuna yoyote aliyewahi kumvimbia mwenzie. Sisi wote tuko humble. Hajawahi kujihisi anaongea na star, sijawahi kujihisi naongea na star. Tukionana ni akipiga simu shikamoo dada, marahaba. Mambo mengine yanaendelea. Nikizingua ananipigia, ananichana. Akinichana sio kistaarabu namkatia simu, akiniambia kistaarabu namuelewa. Na ndio watu pekee ambao ugomvi wetu haujawahi kuingiliwa. Ugomvi wenu? Mimi na huyo bibi nani? Siwa. Ugomvi wetu hauingiliwi na mtu yoyote, yani labda mtu atoke nje ya familia. Ila kwenye familia yetu tunatujua kabisa sisi kikiwaka ni mtiti kweli. Kwa sababu yeye ana umri, amenitangulia, dada yeye anatumia mamlaka, mimi natumia hela. Kwa hiyo vita yake inakuwa kubwa sana. Okay Dula, tukatazame gari hii usiku ukiwa umevalia suti, mwendo wa mokoto, rasi anaunguruma, anasema bana maswali mawili tu. Sasa niko na DJ Amidu pia hapa, inabidi aongee chochote. Okay, DJ Amidu, labda neno moja tu kwenye issue ya gari kwa sababu sio jambo dogo.
Dula mimi tangu anaanza kumiliki gari najua ndoto zake. Kwa hiyo najua kijana wangu ana furaha sana. Amemiliki BM convertible kwa Kiingereza. Tutarajie kukuona Dula na mabouncer kwenye sehemu mbalimbali unazoenda kuanzia sasa hivi? Mara umetangaza hali hatari utajiri. Hapana, mabouncer nini kaka? Mabouncer nitakuwa nao tu mara moja kaka. Mimi nina nguvu za kiume tu kaka. Hela. Kama ni nyeupe na hii ni namna kuonesha kwamba singeli inalipa. King of singeli. Wanamuita Dula anafuta vumbi kwa mkono wake. Hakuna kitambaa kupangusa kwenye gari hii. Jamani Tumetoka kuchukua. watu watajipa na kinachofuata sasa ni mjengo mkubwa ameeleza bwana Dula sasa hivi hataki mbwambamba na mtu. Disemba nzito hii. Chuma inafunguka Dula jamani. Bwana. Hivi utampa mtu kweli, mtu akimsanii wote kwa wazimu utampa kweli? Anawagea tu bwana, kawaida tu. Madogo zako, unajua madogo wanawatazama nyenga kama brother. Masingeli wanawapa washutia. Sasa utafanyaje sasa? Mani. Hii ndo bei gani? Wewe niache. Yaani ukinitajia hela mimi nasikia kizunguzungu. Hela ni nyingi. Yaani kaka hela ni nyingi. Wewe elewa hivyo, hela ni nyingi. Bwana, hiyo ni ndinga ya Dula Makabila, miondoko fulani kali kabisa imefunguliwa, na hii ni kuonesha kabisa kwamba singeli inalipa. Bwana, maelekezo mengi Dula. Hatari na nusu mtazamaji wa Bongo 5 Network right now kutoka Mbezi Beach. Hii ni harusi ya Kawina na Dula ametua hapa na gari yake BMW na mbwembo kama zote. Ametuambia bana tuonyeshe Tanzania nini ambacho amekifanya katika manunuzi haya BMW. Ni hatua kubwa kwa sababu by the way sio kila mtu anaweza kufanya hivi. Mimi naitwa Abraham Bilizana sana, hii ni Bongo 5 Network.